أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أراتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مهين. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu amefuliza kwetu kisa juu ya hao waja wake waliotangulia. Waja gani? Waja wale waasi. Mwisho wao ulikuwaje? Hii leo tunaingia katika kisa ya 6. Visa vitano tumepita. Visa vingapi tumepita? 5 tumepita. Visa 5 tuliopita, hakuna kundi lililomshinda Mwenyezi Mungu. Hakuna waasi waliomshinda Mwenyezi Mungu. Hakuna wajeuri waliomshinda Mwenyezi Mungu. Hakuna wakorofu waliomshinda Mwenyezi Mungu, bali Mwenyezi Mungu aliwashinda wote, na bado ushindi utasalia kuwa ni wake Mwenyezi Mungu mpaka mwisho. Inna Allah ghalibun ala amri, Mwenyezi Mungu yumshindi katika mambo yake. Sasa leo Mwenyezi Mungu anatuletea kisa ya watu wa Madian. Kuna mji unaitwa nini? Madian. Leo ni Lubnan na Sham. Hiyo Lebanon hii
Lubnani na Sham. Anasema Mwenyezi Mungu, wa ila Madyan, na tulituma wajumbe wetu au tulimtuma mjumbe wetu kwa kabila ya Madyan. Tulimtuma nani? Tulimtuma akhahum, ndugu yao. Akhahum, ndugu yao. Ndugu yao alikuwa akiitwa nani? Shuaiba. Alikuwa akiitwa Shuaiba. Mwenyezi Mungu ananiambia, Mwenyezi Mungu anakuambia, Mwenyezi Mungu anatuambia, tulituma kwa kabila la Madyan ndugu yao anayeitwa nani? Shuaib. Mwenyezi Mungu amesema ndugu yao, Qur'an imesema ndugu yao, akhahum, ndugu yao Shuaib. Alifika Shuaib kwa ndugu zake wa Madyan na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ujumbe wa Mwenyezi Mungu ulikuwaje? Ujumbe wa Mwenyezi Mungu ulikuwa qala, alisema Shuaib kuambia ndugu zake, aliwaambia nini? Ya qaumi, enyi watu wangu. Ya qaumi, enyi jamaa zangu. Ya qaumi, enyi kundi langu. Ibudullah, abuduni Mwenyezi Mungu, pokesheni Mwenyezi Mungu. Malakum, hamna nyinyi, min ilahi, mwabudiwa, hamna nyinyi mwabudiwa, ghairu, asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Pokesheni Mwenyezi Mungu, mwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, hamna nyinyi mwabudiwa isipokuwa nani? Isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio mwabudiwa. Na huyu Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa, ndiye anayestahili kupokeshwa. Nimetumwa kwenu ndugu zangu, nimetumwa kwenu jamaa zangu, nimetumwa kwenu kundi langu, kuwa mumwabudu Mwenyezi Mungu, mumpokeshe Mwenyezi Mungu. Hamna nyinyi mwabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Ujumbe wa Mwenyezi Mungu umalizika hapa. Ujumbe wa Mwenyezi Mungu umalizika hapa. Ujumbe mwingine wa pili niliotumwa nayo kwenu nyie, kwa hawa watu wa Madyan, kwa watu wa biashara, watu wa maduka, watu wenye kupima vitu kwa ratili, wenye kupima vitu kwa kilo, wenye kupima vitu kwa kibaba, wenye kupima vitu kwa pishi. Basi ujumbe wa pili, ujumbe wa kwanza, ibudullah, pokesheni Mwenyezi Mungu, abuduni Mwenyezi Mungu, hamna nyinyi Mwenyezi Mungu mwingine isipokuwa ya Allah, hamna nyinyi Mungu mwingine isipokuwa Allah. Sasa ujumbe wa pili, wala tanqusu almikyala walmizana, na wala msipunguze, wala tanqusu, msipunguze almikyala, vipimo vya kilo. Mkipima watu kwa kilo, msipunguze kilo. Mkipima kwa watu kwa kilo, msipunguze kilo. Wala tanqusu almikyala, msipunguze kipimo ya kilo, msipunguze. Wal mizan, na vile vile mkipima kwa watu kwa ratili, mkipima kwa watu kwa ratili, mkipima kwa watu kwa ratili, msipunguze. Hao wenye maduka wanajua namna ya kwa nini kupunguza. Lakini nyingine inafungwa peni chini yake, na tena nyingine inatupwa bidhaa juu, inaanguka juu ya kile kisali, inaanguka upesi, kusina kufika, inamwagwa. Kuna namna ya akili wenye duka wanajua.
kwenye duka wanafanyaje? Wanayajua hayo. Basi ndio Mwenyezi Mungu anawaambia sasa tu tunaona wenye duka wanatuiba kwenye ratili na kilo, lakini sio sasa, tukia zamani. Wajanja wale wa zamani walikuweko, werevu wa zamani walikuweko, wenye akili wa zamani pia walikuweko. Sasa hayo wanayafanya sasa hao watu wanainini? Wanaiga wale waliopita. Wala tankusul mikyala, fanyeni biashara muda wa kufanya nyinyi biashara, wala tankusu, wala msipunguze almikyala, kilo, vipimo vya kilo msiyapunguze, walmizana, na vipimo vya ratili msipunguze vile vile, walmizana, na vipimo vya ratili msipunguze vile vile. Kisha Mtume Shuaib aliwaambia watu wake, aliwaambia jamaa zake, aliambia kundi lake, aliwaambia nini? Inni, hakika bila shaka mimi nani? Mimi Shuaib, arakum, nawaona nyinyi, bikhairin, mnazo kheri nyingi, mnazo mali nyingi, mnazo riziki nyingi. Mwenyezi Mungu amewaruzuku nyingi mengi, kuko mnazo kheri nyingi, hapana haja ya kupunguza kilo. Mnazo kheri nyingi, hapana haja ya kupunguza ratili. Inni arakum bikhairin, kabla shaka mimi naona nyinyi mna kheri nyingi, yani mna mali nyingi, mna faida nyingi, mna riziki nyingi. Ikiwa haya mnayo, msipunguze vipimo vya kilo, msipunguze ratili ya watu mnaowapimia, msipunguze. Inni arakum, kabla shaka mimi naona nyinyi bikhairin, mna kheri nyingi, mna mali nyingi, mna faida nyingi kuwa mnayo. Sasa wenye mali na faida hawana haja ya kupunguza kilo ya watu, hawana haja ya kupunguza ratili ya watu, hapana, hawana haja ya kuiba watu kiratili na kikilo. Sawa? Narakum bikhair. Wa inni akhafu alaykum, na kabla shaka inni, mimi Shuaib, akhafu alaykum, naogopa kwenu, nichelia kwenu adhabu yawm al-qiyama, adhabu hiyo siku ambayo itawazunguka wote, ya adhabu ya Mwenyezi Mungu inazunguka wote, nichelea isiwapate. Naogopa hiyo adhabu ambayo itawazunguka wote siku ya Kiyama, na waomba isiwapate, adhabu ambayo hapana atakayeweza kuitoroka, adhabu ambayo hapana anayeweza kuikimbia, adhabu ambayo hapana mmoja anayeweza kuiepuka. Naogopa adhabu hiyo isije ikawapata. Wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Unaona au tumeona ile aya ya kwanza ilikuwa inatukataza nini au inakataza watu nini? Wala tamkusu, usinini, msipunguze. Sasa aya ya kwanza inakataza msipunguze. Sasa hiyo aya ya pili inasema ya qaumi, enyi watu wangu, ya qaumi, enyi jamaa zangu, ya qaumi, enyi kundi langu nyinyi, au kamilisheni, timizeni. Sasa ya kwanza msipunguze, na hiyo ya sasa inasema nini? Kamilisheni. Sasa kuna tofauti ya kukamilisha na kupunguza. Nini? Kuna tofauti ya kupunguza na ndio au la? Ndio. Kuna tofauti ya kupunguza na kukamilisha. Sasa hiyo aya ya pili inasema aufu. Au maana yake nini? Timizeni, kamilisheni.
timizeni, kamilisheni. Aufu, timizeni, muikamilishe. Muikamilishe, muitimize nini? Almikiana, vipimo vya kilo muvikamilishe, vipimo vya kilo muvitimize. Walmizani, vipimo vya ratili muvikamilishe, vipimo vya ratili muvitimize, mpaka ratili yanguke chini, mukamilishe. Bilqist, kwa usawa, kwa uadilifu. Kwa kilo mpime kwa usawa na uadilifu. Kwa mizani ratili bilqist, msipime kwa usawa na uadilifu. Jambo lisilotakikanwa na Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu nini? Wala tabkhasu nasa, wala tabkhasu nasa, wala tabkhasu nasa, wala usiwapunje watu. Wala tabkhasu nasa, msiwapunje watu. Wala tabkhasu nasa, msiwapunje watu. Yani msiwanyang'anye watu kiujanja ujanja, msinyang'anye watu kiuwerevu werevu, msinyang'anye watu kiakili akili. Wala tabkhasu nasa, msiwapunje watu. Sawa? Msiwapunje watu. Unaona sasa ungwana wa Qur'an, adabu ya Qur'an, heshima ya Qur'an imeuelekeza adabu nzuri kwa mfanya biashara. Imeelekeza adabu nzuri kwa nani? Kwa mfanya biashara. Na adabu mfanya biashara wapata faida, arakum bi khair, naona mna khair, mna faida. Tabaya nini? Yule aliyekuletea faida atakuongezea. Basi wala tabkhasu nnas, wala msifanyeje? Msipunje watu. Msipunje watu ashiao kwa vitu vyao walivyovinunua. Na katika hiyo dunia ya kibiashara, katika maisha ya kibiashara, katika uhai wa kibiashara, wala ta'thaw fil ard, wala ta'thaw fil ard, wala ta'thaw fil ard. Msizidi kufanya maovu katika hii ardhi. Wala ta'thaw fil ard, msizidi maovu katika hii ardhi. Msizidishe maovu katika hii ardhi. Sawa? Wala ta'thaw, msizidishe maovu katika hii ardhi, msizidishe. Bali adabu yenu ni ya kupunguza maovu. Desturi yenu ni kupunguza maovu. Ada yenu ni kupunguza maovu. Lakini wala ta'thaw, msizidishe maovu katika hiyo ardhi. Msidi hali ya kuwa muharibifu, msidi hali ya kuwa muharibu, msidi hali ya kuwa nini? Muharibu. Utaona Mwenyezi Mungu anamwambia huyu mtu mwenye kuamini, anamwambia huyu mtu Muislamu kuwa maadamu nimekuumba, sikuachi ufuate matamanio yako na akili yako na uelewa wako, bali mwongozo usio na dhuluma ndio nitakayo mimi uifuate. Na huo mwongozo ndio nakwambia, kamilisha vipimo vya kilo kwa watu, kamilisha vipimo vya ratili kwa watu, na pima kwa usawa kwa watu, na wala usiwapunje watu, na wala usizidishe maovu juu ya hii ardhi ile hali ya kuwa waiharibu. Maneno kama hayo mama yako hatakuambia, maneno kama hayo baba yako hatakuambia, maneno kama hayo wa Amagoro hawatakuambia, makabila yako hawatakuambia.
baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh. Anasema Mwenyezi Mungu, baqiyatullah, salizo la mali alizozisaliza Mwenyezi Mungu. Baqiyatullah, salizo la mali alizozisaliza Mwenyezi Mungu. Maana nini? Bakisho alilolibakisha Mwenyezi Mungu, bakisho lake Mwenyezi Mungu alilolibakisha katika mali iliyo ya halali kwako, bakisho lake Mwenyezi Mungu alilolibakisha katika mali ya halali iliyosalia kwako, bakisho lake Mwenyezi Mungu alilolibakisha katika mali ya halali iliyobakia kwako, bakisho lake Mwenyezi Mungu alilolibakisha katika mali ya halali iliyoko kwako, baqiyatullah, bakisho la mali alilosaliza Mwenyezi Mungu kwako, khairun kwenu, khairun lakum, ni bora kwenu. Yani mali ya halali iliyosalia alizosaliza kwenu Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mali ya haramu mtakayoiba kutoka kwa kilo na ratili na mizani. Mali mlio nayo ambayo haimo ndani yake ya wizi, mali mlio nayo ambayo haimo ndani yake ya unyang'anyi, mali mlio nayo ambayo haimo ndani yake ya uporaji, khairun lakum, hiyo mali ni bora kwenu kuliko mali iliyochanganyikana na wizi, kuliko mali iliyochanganyikana na unyang'anyi, kuliko mali iliyochanganyikana na uporaji. Baqiyatullah khairun lakum, mali ya halali iliyosalia kwenu ni bora sana kuliko kuwa na tamaa ya kunyang'anya, tamaa ya kuiba, tamaa ya kupora. Alizosaliza kwenu miongoni mwa halali ni bora kwenu. Baqiyatullah khairun lakum, salizo alizosaliza miongoni mwa mali ya halali kwenu nyie, khairun lakum, ni bora kwenu, in kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi ni wenye kuamini imani iliyo nini? Kamili. Na mtu aliye na imani kamili ni ana sifa gani? Mtu aliye na imani kamili ana sifa gani? Mtu aliye na imani kamili ana sifa gani? Mtu aliye na imani kamili sifa yake, imtathala bi awamirillah, amekuwa ni mwenye kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, na ijtanaba an-nawahihi, na akajitenga mbali na makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu. Mtu aliye mwenye kuamini imani kamili ni mwenye kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Na ya pili, mtu aliyeamini imani kamili yu mwenye kujitenga mbali na makatazo aliyokataza nani? Mwenyezi Mungu. Sasa mwenye kuamini imani kamili ni huyo ambaye si mwenye kupunja watu, si mwenye kunyang'anya watu vitu vyao, wala si mwenye kupunguza mizani na ratili na kilo. Basi in kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi wenye kuamini imani kamili, basi oneni mali ya halali aliyosaliza Mwenyezi Mungu kwenu nyie ndio bora kuliko hiyo mnayotaka kupunguza katika ratili za watu. Wama ana alaikum bihafidh, na wala mimi Shuaibu, mimi si mlinzi kwenu juu ya vitendo vyenu au juu ya kuwalipa. Mimi si mlinzi kwenu juu ya vitendo vyenu, wala mimi si mlipaji nyinyi wa kuwalipa nini? Ujira na malipo ya vitendo vyenu. Si mimi, bali mimi ni nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu nyie, kuwaletea habari yake Mwenyezi Mungu muyafuate. Hiyo ndio kazi yangu. Lakini mimi, wama ana alaikum bihafidh, mimi si mlinzi kwenu. Shuaib alisema ndiye yasema kutoka aya ya mwanzo tulipoanza, aya ya pili tulipoanza, aya ya tatu
Toka tulipoanza sasa ameacha nafasi Shuaib watu ambao alitumwa kwao nao vile vile waseme walio nayo, waseme nayo nao walio nayo. Wanaanza kusema hao watu wa Madian, sawa? Watu wa Madian sasa wanaanza kusema, sikiza maneno yao. Qalu ya Shuaibu asalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rashid. Tizama, qalu, walisema kina nani? Jamaa zake Shuaib. Qalu, walisema kina nani? Kundi lake Shuaib. Qalu, walisema kina nani? Wale watu ambao Shuaib alitumwa kwao. Watu wa wapi? Watu wa Madian, ndugu zake, kabila lake. Qalu, walisema ya Shuaib, ewe Shuaib, asalatuka, hizo sala zako unazozisali, taamuruka, inakuamrisha wewe utuambie sisi, annatruka, tuache sisi ma yaabudu abauna, tuache sisi yale waliokuwa ukiabudu baba zetu. Ona maneno hiyo, ndugu zake Shuaib, jamaa zake Shuaib, kundi lake Shuaib, jamii jamaa zake Shuaib wanamuuliza Shuaib, je, Shuaib, hizo sala zako unazozisali ndizo zinazokuamrisha wewe utuamrishe tuache, anatruka, tuache yale ambayo walikuwa wakiabudu baba zetu na babu zetu? Sala zako hizo ndizo zinazokuambia tuache hayo? Umekuja kwetu unasema abudullah, pokesheni Mwenyezi Mungu, abuduni Mwenyezi Mungu. Sala unazosali inakuamrisha hayo Shuaib? Anatruka, tuache ma yale ambayo yaabudu walikuwa wakiabudu abauna baba zetu. Je, sala zako vile vile ndio inakuamrisha an naf'ala fi amwalina ma nasha, tusifanye tunachokitaka katika amwali zetu? Sala zako hizo ndizo zilizokuamrisha tusifanye chochote tunachotaka katika amwali zetu? Sala zako hizo ndio zinazotukataza tusifanye kitu katika mali zetu? Tunataka kupunja mali zetu, sala inakuambia tusifanye. Tunataka kupunguza mali zetu kilo, tunataka kupunguza ratili, tunataka kupunguza, sala inakuambia tusipunguze. Inatukataza sisi tusifanye kitu fi amwalina ma nasha, tunachotaka. Innaka, akabla wewe Shuaib, la anta alhalim, wewe mpole sana, tena mtu mwenye akili. La anta alhalim, wewe Shuaib, wewe ni mtu mpole mwenye akili. Arashidi, muongozi au muongofu kweli, mwenye akili. Usema maneno kama hayo? Wewe ni mwenye akili sana Shuaib, tena wewe ni mrashidi, muongozi. Lakini kweli muongozi usema maneno kama hayo? Au mwenye akili usema maneno kama hayo? Tuache kufanya katika amwali zetu tunazotaka, tuache kuabudu yale waliokuwa kuabudu baba zetu. Kweli mwenye akili anaweza kusema maneno kama hayo Shuaib? Anta, wewe alhalim, mpole mwenye akili, arashid, muongofu. Walipoweka hiyo maneno mbele ya Shuaib, Shuaib akawa na ya kusema kwao. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan
رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Anawajibisha Shuaib watu wake, kundi lake, jamaa jamii zake, anawaambia qala, amesema Shuaib, ya qaumi, enyi watu wangu, ya qaumi, enyi jamii jamaa zangu, ya qaumi, enyi kundi langu, araaitu, nipeni habari, araaitu, nipeni habari, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, in kuntu, nikiwa mimi ala bayyinatin, niko katika ubainifu ulio wazi kutoka kwa Mola wangu, Muumba wangu. Nipeni habari, in kuntu, nikiwa mimi ala bayyinatin, katika njia ubainifu iliyo bayana wazi kabisa, au nimo katika ubainifu ulio wazi kabisa, njia mweupe utakao kwake Mwenyezi Mungu, mirabi, kutoka kwa Mola Muumba wangu. Tena isitoshe, hiyo njia mweupe niliyomo ndani yake, ubainifu mweupe niliyomo ndani yake, warazakani, kisha huyu Mola Muumba wangu ameniruzuku mimi kutoka kwake riziki na hasana, riziki nzuri, nala vizuri, nanywa vizuri, navaa mazuri, naishi maisha mazuri, afya nzuri, amenipa hayo yote. Wama uridu an ukhalifakum, na mimi sitaki kwenda kinyume na nyie, ila ma anhakum anhu, kwa hayo ambayo mimi nawakataza kwayo. Mimi sitaki kwenda kinyume na hayo ambayo mimi nawaamrisha nyinyi kwayo, bali mimi nawaamrisha yale ambayo mimi naamrisha nafsi yangu, bali mimi nawaamrisha yale ambayo mimi naamrisha nafsi yangu. Mimi vile vile sipunji watu, mimi vile vile sipunguzi mali ya watu, mimi vile vile nakamilisha vipimo kwa watu, mimi vile vile nakuwa ni mwenye kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu, si mzidivu, si muharibifu. Mimi vile vile nakubali neema zake Mwenyezi Mungu ziko na zinanisaidia. Basi mimi sitaki kwenda kinyume na nyinyi, bali yale ninayowaambia ndio yale ninayoyafanya. Nini? Yale ninayowaamrisha ndio yale ninayoyatenda, yale ninayowaambia ndio yale ambayo mimi nayafuata. In uridu, akabalisika, mimi sitaki chochote illa al-islah, bila kutengeza tu, kutengeza mazuri. Mimi Shuaib, yale niliyokuja nayo kwenu, hapana chochote ninachokitaka, inataka tu kutengeza mambo yawe mazuri. Mambo yawe nini? Yawe mazuri. Ndio haya niliyoijia, ndio haya lengo langu, ndio haya ninayotaka. Mambo yawe mazuri, islah, kutengeza tu ndio nataka. Kuharibu si mimi, kuharibu si mimi. Nimekuja mimi nataka kutengeza tu, nafikiria kutengeza, mawazo ya kutengeza ndio nayo mimi, maamrisho ya kutengeza, makatazo ya kutengeza. In uridu, kama sitaki jambo lingine ila lislah, ila na kutengeza, mastata'tu, nikiweza, mastata'tu, mudeli ambayo nikiweza, mastata'tu nikiweza. Wama tawfiqi, na mimi sina uwezo. Wama tawfiqi, na mimi sina uwezo wa kufuata haki, sina uwezo wa
ukishikamana na haki, sina uwezo ya kupambana na haki illa billah, illa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Sina uwezo wa kufuata haki illa msaada wa Mwenyezi Mungu ndio tunisaidia. Sina uwezo wa kushikamana na haki ila msaada wa Mwenyezi Mungu. Sina uwezo wa kuambatana na haki ila msaada nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Wa tawfiki, sina mimi uwezo wa kufuatana na haki, wa kushikamana na haki na ukweli ila billahi, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu, yani hayo yote nitakayo, msaada wa Mwenyezi Mungu ndio ile niwezesha niwaambie naye kwa kuwa nimetumwa naye. Alaihi tawakkaltu, basi nawaambia jamaa zangu, nawaambia ndugu zangu, nawaambia kundi langu kuwa alaihi, kwake yeye Mwenyezi Mungu tawakkaltu, nimetegemea. Mimi nimetegemea kwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi acheni kutegemea kwa masanamu. Nyinyi acheni kutegemea kwa mashetani. Nyinyi acheni kutegemea wizi ndio utawatajirisha. Nyinyi acheni kutegemea kupunguza ratili ndio itawasaidia, itawatajirisha. Nyinyi acheni kutegemea kupunguza kilo kuwa ndio itawatajirisha. Nyinyi acheni kutegemea wizi utawatajirisha, uporaji utawatajirisha, unyang'anyi utawatajirisha. Acheni kutegemea hivyo. Mimi mnionavyo mimi namna gani? Tawakkaltu alaihi tawakkaltu, kwa yeye Mwenyezi Mungu nimetegemea. Wa ilaihi unib, na kwa yeye Mwenyezi Mungu narejea. Kwa yeye Mwenyezi Mungu nafanyaje? Narejea. Sasa nikitaka narejea, nisipotaka narejea. Ala kulli hal, kurejea kwa Mwenyezi Mungu sio kupendelea kwake, bali sio kutaka kwake, bali mja anarejea kwa imeshakadiriwa kuwa ila Allahil Masih. Marejeo kwake Mwenyezi Mungu itamfikia mja, lazima siku itafika atarejea. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Mtume Shuaib anawaambia watu wake, anawaambia wa ya qaumi, enyi kundi langu mie. Wa ya qaumi, enyi jamaa zangu nyie. Wa ya qaumi, enyi ndugu zangu nyie. La yajrimannakum, isiwapeleki kabisa kabisa, isiwapeleke kabisa kabisa, isiwapeleke kabisa kabisa. La yajrimannakum, isiwapeleke kabisa kabisa. Shiqaqi, shiqaqi, kuto pendelea hayo yenu au waadui wenu kwangu mimi isiwapeleke, waadui wenu kwangu mie isiwapeleke. Shiqaqi, waadui wenu nyie kwangu mie isiwapeleke. An yusibakum, isiwapeleke iwapate nyie. Waadui wenu kwangu mie isiwapeleke mkafanya ukaidi zaidi, mkafanya uasi zaidi, mkafanya maovu zaidi kwa ukaidi ya uadui wenu kwangu mie. Huo ukaidi wenu wa kunichukia au wa kunifanya mimi ni uadui wenu isiwapeleke. An yusibakum, iwapate nyie mithlu ma asaba qaumi Nuh, huo uadui wenu kwangu mie isiwapeleke iwapate nyinyi
adhabu kama ilivyowapata watu wa Nuhu. Watu wa Nuhu walikataa amri ya Mwenyezi Mungu kata. Walikataa amri ya Mwenyezi Mungu kwa nini? Kwa ukaidi. Na mkaidi ni nani? Yule anayekataa haki pamoja anaona naye mwenye inadi. Anajua ni haki lakini anakataa tu kwa ajili ya uadui. Sasa mimi nawaambia jamaa zangu, ndugu zangu, watu wangu, uchuki mnaonichukia shikake, uadui wenu mlionayo juu yangu mimi shikake. Sasa huo uadui wenu na uchuki wenu isiwapeleke muendelee hivyo hivyo mpaka ikawapata nini? Musiba kama ilivyowapata kaumu Nuhu. Kaumu ya Nuhu hawa iliwapata nini? Waligharikishwa na Mwenyezi Mungu. Waligharikishwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Mimi nachelea kwenu adhabu kama ile isije ikawapata nyinyi. Unaona Shuaibu anasema nini? Anaogopa adhabu kama ile iliyopata kaumu Nuhu isije ikawapata kaumu yake, watu wa Lubnani na Sham, isiwapate. Au kaumu Hudi vile vile isiwapeleke kabisa, isiwapeleke uadui wenu na uchuki wenu kwangu mie, isiwapeleke mpaka mkafika katika hali ya kupatwa na adhabu kama ya waliopata kaumu Hud. Kama waliopata nini? Kaumu ya Hud. Na Hud hawa walitoa nini? Upepo. Walitoa nini? Upepo. Tena mimi la yajrimannakum, watu wangu, jamii zangu, ndugu zangu, la yajrimannakum, isiwapeleke kabisa, isiwapeleke shikaki, uadui wenu kwangu mie, uchuki wenu kwangu mie, isiwapeleke anyusibakum, iwapate nyinyi mithlu ma asaba qauma Nuhi, kama yale adhabu yaliyopata kundi la Nuh, au qauma Hudin, au qauma ya mtume Hud, au qauma Saleh, au adhabu kama ile iliyopata watu wa kaumu ya Saleh. Uchuki wenu usipeleke nyinyi mkafika katika hali kama hii. Na mimi nawaambia wama qaumu Lutin minkum bibaid, na wala hao qaumu Lut walioadhibishwa hivi lini? Hivi karibuni, juzi jana. Wama qaumu Lut, na hawakuwa kundi la mtume Lut, hawakuwa kundi jamaa kaumu ya mtume Lut, hawakuwa minkum bibaid, ni mbali, bali si wa mbali wa masafa, au si wa mbali wa zama, au si wa mbali wa wakati. Yani karibuni tu hapa ndio wale nini, waliangamizwa. Mji ule wao ulinyanyuliwa juu, kapinduliwa juu chini, ikasindiliwa tena katika ardhi, na ikamiminiwa mawe kutoka motoni juu yao. Hayo yote hayakuwa mbali na nyinyi, hapo tu karibu, hapo Jordan, hapo Sodoma na Gomora, hapo karibu na nyinyi, haikuwa mbali. Mnasikia hayo? Sasa nyinyi uchuki wenu wa kunichukia isiwapeleke mkae mpaka adhabu kama hiyo iwapate. Sawa? Isiwapeleke mkae mpaka hiyo adhabu kama hiyo iwapate. Bali ombi langu kwa ninyi, matlaba yangu kwa ninyi, rudini kwa Mwenyezi Mungu, mfanye istighfar, mfanye toba, mrudi kwake Mwenyezi Mungu. Hiyo naita. Haya anayotaka Shuaibu ni nini? Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud.
Ona, anafika Shuaib katika ukomo wa nasaha zake, katika kilele ya nasaha zake kwa watu wake, kwa jamii zake, kwa kundi lake. Sasa anawaambia, jamaa zangu nyie, wastaghfiru rabbakum, ombeni msamaha rabbakum, kwa Mola Muumba wenu awasamehe juu ya haya yote mnayoyafanya, naye Mwenyezi Mungu atakubali maghfira, atakubali toba yenu. Fanyeni, ombeni msamaha, atawasamehe Mwenyezi Mungu. Thumma tubu ilayhi, kisha baada ya kuomba msamaha, mkiomba msamaha, tubu ilayhi, rudini kwake. Na mtu kurudi kwa Mwenyezi Mungu atarudi namna gani? Kurudi kwa mtu kwa Mwenyezi Mungu yarudi namna gani? Anarudi kwa Mwenyezi Mungu mtu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, anaachana na matamanio ya nafsi yake, anaachana na matamanio ya roho yake, anaachana na matamanio ya mapendekezo yake, ndio kurudi huko kwa Mwenyezi Mungu. Tubu ilayhi, rudini kwa Mwenyezi Mungu. Tubu ila Allah tawbatan nasuha, rudini kwa Mwenyezi Mungu, kurudi ya kweli kweli, sio kurudia urongorongo. Yani sasa unasema makosa kama hayo sitasema tena, au kama urongo, ya Allah nisamehe, tukia leo sitasema urongo tena. Ya Allah nisamehe, tukia leo sitasengenya tena. Ya Allah nisamehe, tukia leo sitaiba tena. Unaona, hiyo ndio toba tinasua. Umekata shauri, hutafanya kama kosa kama hilo, ndio toba ya kweli. Lakini ukiwa unasema ni Mwenyezi Mungu hivyo, kia tena narudia, ni toba ya urongo. Sasa Shuaib anawaambia watu wake, wastaghfiru rabbakum, ombeni msamaha kwa Mola Muumba wenu. Thumma tubu ilayhi, kisha baada ya kuomba msamaha, rudini kwake kwa kuweka maamrisho yake katika vitendo, pasina kumshirikisha na pasina kumwasi. Inna rabbi, hakika bila shaka Mola Muumba wangu, rahimu, ni mwenye kurehemu mno, au ni mwenye huruma sana juu ya waja walioomba msamaha na waja waliotubu kwake. Wadudun, tena mwenye Mola Muumba wangu ni mwenye kuwapenda sana waja walioomba msamaha, wanaomba msamaha, na wale waja waliorudi kwake. Mwenyezi Mungu wadudu anawapenda sana. Sasa tukitaka tupendwe na Mwenyezi Mungu, tuwe musafirina lillah, tuwe wenye kuomba nini? Msamaha kwake Mwenyezi Mungu. Tukitaka kuwa sisi wenye kupendwa na Mwenyezi Mungu, tuwe sisi nini? Tawabina lillah, wenye kurejea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Sasa tena nafasi ya kundi lake Shuaib, jamaa zake Shuaib, nafasi yao tena ni ya kufanyaje? Ya kusema, qalu ya Shuaib ma nafaqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wama anta alaina biaziz. Sikiza maneno ya watu, sikiza wanaume wanavyosema maneno, sikiza wakorofi wanavyosema maneno, sikiza wakaidi wanavyosema maneno, sikiza wajeuri wanavyosema maneno, sikiza wakiburi, watu wenye kiburi wanavyosema maneno. Sikiza wanasemaje? Qalu, wamesema kundi lake Shuaibu, wamesema ya Shuaibu, ewe Shuaibu, ma nafqahu, hatufahamu sisi, kathira mimma taqul, mengi ya maneno unayosema sisi hatufahamu. Kama nataka midala ndio magafa na magafa wala na magasmetiki kile ndesi ndio kana zaidi sita
Tete gonzi. Kana mtakidi kuna tena macho. Oba. Hawa watasema nini kwa sababu? Shwari. Hayo maneno yako mengi unasema hatuelewi, hatufahamu. Umepiga kelele bure, hatufahamu. Unaona ukorofi huo? Maana hatufahamu sisi nini? Kathira mima takul, mengi ya maneno unayosema wewe unayosema sisi hatufahamu. Mengi ya maneno unayosema hatufahamu. Nimazo. Wa inna, na kabla shaka sisi la naraka tukuona wewe fina kati yetu sisi. Takuona wewe namna gani? Dhaifan. Takuona wewe Shuaibu, wewe mtu dhaifu, nguvu huna, mgongo huna, sapota takuona wewe dhaifu, mnyonge. Wewe mnyonge, mtu mnyonge usikizwa. Mtu dhaifu usikizwa. Hapana. Aibu tunayoona kwako wewe Shuaibu, aibu ulionayo wewe ni nani? Dhaifa. Inna, akaona cheka sisi na naraka tukuona wewe fina kati yetu sisi dhaifa, mnyonge. Kila siku mnyonge hana uzito. Nini? Mnyonge haina uzito. Mnyonge hana uzito. Na mnyonge hawezi kusikizwa. Mnyonge hawezi kuthaminiwa. Ndio jamaa sema inna lanaraka fina dhaifa. Sisi tukuona wewe kati yetu sisi wewe mtu dhaifu. Una nguvu. Walaula rahatuka la rajamnaka. Walaula rahatuka la rajamnaka. Walaula rahatuka la rajamnaka. Laula rahatuka, wasingelikuweko hao jamaa zako. Walaula rahatuka, wasingelikuweko hao kundi lako. Walaula rahatuka, wasingelikuweko hao watu wanaokuunga mkono. Wasingelikuweko la rajamnaka, tungelikupiga kwa mawe mpaka ufe. Sasa tunaogopa nini? Tunaogopa sapota wako. Tunaogopa nini? Sapota wako. Sapota wako ni wengi. Sasa walaula rahatuka, lau wasingelikuweko hao jamaa zako, lau wasingelikuweko hao kabila lako, lau wasingekuweko hao watu wanaokuunga mkono, la rajamnaka, tungelikupiga kwa mawe mpaka ufe. Ai walaula jamaatuka, wasingelikuweko hao jamaa zako, lakatalnaka ramiyan bil ahjari, tungelikuwa wewe kwa kupiga kwa mawe tu mpaka ufe. Lakini hao jamaa zako ndio kidogo tumeogopa. Sasa mtu akiwa na sapota anafanywaje? Anaogopa. Sasa ukianza taka kuanza kile kitu yako, fanya great campaign. Fanya kampeni kwanza upate nini? Sapota. Ndio Qur'an inakwambia hawa asema wasingelikuwa hawa kukuunga mkono tungelikushambulia. Sasa maana yake nini? Kila chako unachokitaka kwanza tafuta nini? Sapota.